Kaluma alikosea Matukodi. Hakuna kabisa mahali Kaluma alifanya nini? Alikosea. So hii siasa zetu ambayo inafanywa hapa ndio siasa ambayo inafanywanga Afrika. But japokuwa William Ruto ni karimu sana. Sasa kuna wabunge ambao sasa wangekuwa ndani. Include Orengo. Include Babu Owino. Sasa wangekuwa ndani kabisa. Kwa sababu mwezi enda Homa Bay kufuruga amani, then mnataka kuwekelea mheshimiwa Peter Pondo Kaluma. Uwezi chukua pesa Uhuru Kenyatta na gunia, then unakuja kutuimbia one term. For what benefit? Hii ndio swali nauliza. Lazima tu protect interest yetu kama jamii. Interest yangu kama mwananchi wa Luo Nyanza ni maendeleo ambayo ilishindwa kuletwa na Uhuru Kenyatta na Kibaki, ambayo inaletwa na mheshimiwa Dr. William Samoei Arap Ruto. So mkiwa kwa bunge ama mkiwa mna support mtu, msupport mtu na agenda. Si mna support mtu kwa sababu uko one term. Hiyo one term mnapata nini? Ukweli ya mambo ya kwamba viongozi wetu wa one term, Babu Owino amelipwa na Uhuru Kenyatta migai. James Bobo Orengo anakula mali ya Uhuru Kenyatta na wanakula pesa ya SGR. Ambao Uhuru Kenyatta alituibia 210 billion Kenya shillings. Kwa sababu hiyo jinga ambayo imeletewa hapa locomotive via diesel, ukienda Tanzania uangalia Mama Samia na usiku na mchana, ile ni stima wamejenga na pesa ya Kenya 146.7 billion Kenya shilling. Yetu ni 320 billion. Inaingia wapi diesel? Ile ni stima inaingia na wapi? Kilomita tofauti. Ile inaenda kilomita refu, yetu inafika hapa. Haina faida. So mimi ningependa kuambia wananchi, kama unataka kuimba one term, ninakuomba tu kunyekevu. Enda kule Nyeri kwa nyumba ya Gachagua, imba one term, hakuna mtu atakusumbua. Imba kabisa wa Munyoro, imba. Hata upende toa nguo zote, uimbe one term kwa Gachagua. Hatuna kukimbiza. Pili, nakuomba tuko pole. Kama unapenda one term, enda pale Vishaweri, Gatundu, Kiambu County kwa Uhuru Kenyatta, toa nguo zako zote, imba one term kwa milango yake. We don't care. Hakuna mtu atawasumbua. Kama itawatosha, mwende Mlima Kenya, mwimbe one term. Wako na barabara ya lami, wako na maji ya kutosha, wako na stima ya kutosha. But we Mluya Mjaluo ambaye anatembea anachukua pesa Uhuru Kenyatta gunia, anaranda akisema tawe one term. Tawe ya nini? Tawe ya ujinga. Natembea sa conman guy. Mwambie ukweli. Ana con wa lawyer. Yes. Natembea alijenga influence ya ku blackmail Mluya. Ndugu yangu Mluya, hakuna mahali Sifuna anatembea anawapeleka. Natembea Komboka. Sifuna Komboka. Na hii ningependa kujibu natembea. Mimi nilikuwa kwa kambi yake. Na nikashuka. Wakati niligundua ya kwamba anatumia yeye ni mtu wa Uhuru Kenyatta. Yes. My friend. Wajini mtu kudanganya ndugu zangu wa Kenya. Mheshimiwa Governor Trans Nzoia jana alipage official page yake natembea. Ameweka barabara ya Homa Bay, jinsi ni mbaya. Tena kasahau, ndiye anataka kuambia Mluya anatembea sio Mluya. Natembea ni Mkikuyu. Akachukua barabara ya Mlima Kenya, anakombea na nini? Na Homa Bay. Ndugu yangu, natembea ni Mluya gani? Kwa nini hakukombea na Trans Nzoia mali anatoka? Kwa nini hakukombea? Mheshimiwa Spika, au kama msutalinganisha boma ya jirani na boma ya jirani mwingine, yako umesahau. Sina maanisha wewe pia ni kabila hiyo. Ama wewe ndio mwenye hiyo boma unalinganisha. Nika confirm hii ni page ya governor. Ati ndio barabara ni mbaya. Anasema sisi kama wajamii wa Jaluo tuko busy na organize goons. Hii hatujakataa. But anasema tunako serikali tunapiga kelele na Mlima Kenya barabara ni safi. The reason why natembea tunakwama kwa William Ruto. Tunakwama ili barabara zetu pia ifanane ya Mlima Kenya. Hiyo ndio sababu kuu ambayo tuko kwa William Ruto. Na kama ni hiyo tutaorganize goons kuprotect William Ruto aweke barabara nzuri kama ya Mlima Kenya. Mluya, pesa zenu ambayo inafaa kujenga barabara iko kwa natembea. Muende kwa natembea boma yake, mchukue pesa yenu. Pesa yenu ambayo inafaa kujenga barabara ambayo Uhuru Kenyatta angejenga naye barabara akaficha, ameweka sana tumia Sifuna natembea. Muende kwa Sifuna wa Kenya, awape pesa yenu
ya barabara ambayo anatembea wanakula na Mheshimiwa Sifuna. Saa hii Sifuna toka Bungoma. Si ni Bukusu? Sinasembea pia anasema Bukusu. Saa hii William Ruto anajenga kitu ambacho inaitwa Smart City. Ambayo iko wapi? Bungoma. Pili, William Ruto saa hii kuna State Lodge. Wapi? Bungoma. Siku gani Rais Mukikuyu amelala hiyo State Lodge? Nauliza, Kibaki amekuwa, Kenyatta amekuwa, Uhuru amekuwa, amelala huko. William Ruto analala huko. Kwa sababu gani? Agenda rais anataka kupanua taifa la Kenya ifanane kama Tanzania. Tanzania ukienda Arusha, huwezi jua ni capital city. Ukienda Dar es Salaam, the same. Ukienda Dodoma, the same. Ukienda Morogoro, the same. Kwa sababu gani? Wanataka kujenga hizo mji zote ifanane. Sasa tunadanganywa na Mheshimiwa Conman. Ndio ninatembea na Sifuna Conman mwenzake. Watu ni Conman. My friend. Natembea sa Conman guy, ana con Waluya chini ya tawe. My friend, jaribu Migori kwetu na hiyo jinga yako ya tawe. Uweze uza haki ya Mluya kwa Uhuru Kenyatta. Ile Uhuru Kenyatta bageni na William Ruto. Na cha ajabu, anataka kutumia influence ndio Uhuru Kenyatta aenda pewe share na William Ruto. Hakuna share yenu. Share ya Mluya itapewa Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula. Kama mtaki mpoteze, my friend. Hakuna mjinga. Wajini upusi ndugu zangu. Gavana ambayo anatuambia ati yeye si mfisadi. Atuambie amejenga kampuni ngapi tangu achaguliwe kama gavana. Atuambie. Mutula Kilonzo Junior amejenga kampuni ya nini? Ya juice. Yeye amejenga gani? Amejenga kampuni ya tawe. Hiyo ndio iko Trans Nzoia. Muluya. Orengo ni Conman. Baba Wino the same. Mheshimiwa Karoli Omondi the same. Sifuna Conman. Natembea Conman. Conman hawezi kutucontrol Luo Nyanza na Western. Haiwezekani. We will vote William Ruto 2027. Na baada ya hiyo jela natembea, jela Orengo. Jela mbunge. Kama unajua umetumia CDF vibaya, ngoja jela 2028. Inakuja. Sasa bado mko huru. Mbunge ambaye ni Mjaluo anataka kuwa kingpin, anataka kuwa party leader. Anasikika kwa spika akisema tuwapige. Unataka kuwa Wajaluo usimamia nani? Anauliza tu, babu yule anataka kuwa Wajaluo, then akuwe nini tena? Hii ndio swali nauliza. Uwezi sema ati hao ni wachache tuwapige. Wapige nani alikutuma? Wewe ulienda ama kupiga watu? Ndugu yangu, kama kuna mtu amejiuza kwa rally ya jana ni Mheshimiwa Babu Wino. Sana. Uwezi ongelea kwa mic ati tuwapige wajamaa wazee wetu jipange. Wachache. Wako 30. Babu anataka kuwa kimbini ya Mjaluo. Panga inatoka kwa gari. Na unapiga Wajaluo wenzako. Ukaogare school kutufuruka kama Jaluo. Unless kuwe kingpin ya Uhuru Kenyatta, Kiambu na Wakikuyu. Na hii nataka kuambia Mheshimiwa PS. It is high time toa makucha yako. Toa makucha kama kiongozi wa maeneo ya Luo Nyanza Mheshimiwa PS. Hatuwezi pembelezwa na watu ambao wana agenda kwetu. Tena unapata mjinga wengine hapa, mjinga muizi. Abu Nasir, mtu ambaye ameiba pesa ya watu wengi Kenya. Hakuna corruption ambayo ya kesi. Au ukimpea kesi akishinda anakula pesa yako. Tena anapanua mdomo kama ambaye mdomo imeoza. Ati Raymond Omola atolewe kazi. Kwa kazi gani? Wewe nifanyie Uhuru Kenyatta ambaye ni muizi mwenzenu huko. Hakuna mahali Raymond anaenda. We will protect our son Mheshimiwa Raymond Omolo. Hakuna mahali Omolo anaenda. Hakuna mahali Omolo anaenda. Na baada ya hiyo au vibaraka ya Uhuru Kenyatta tunaweka chain. Bangili tuparane kwenye mahakama. Tuache kuvuruka Kenya yetu. Ati mimi nataka kuwa kingpin, mimi nataka kuwa governor, mimi nataka kuwa MCA, mimi nataka kuwa deputy what. Hatuwezi kubali kuharibu Kenya. Let us build Kenya together. Tuache kuharibu Kenya kwa sababu jinga ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is a conman guy, is a robber. Mtu ameiba COVID-19. Akaiba KEMSA, akauza damu yetu Somalia. Saa hii wako hapa, Ruto kwa president my friend. Wake up kwa. Wacha kutoka kwa usingizi my friend. Toka kwa usingizi my friend. Leo hujui kitu tunasema my friend. Huyu jamani mkora Uhuru Kenyatta muizi.
Uhuru Kenyatta hadi Kibaki, hao ndio walifanya Mjaluo amekuwa slave. Kwa sababu gani? Nzoia wamehusika kumaliza Webuye Pan Paper, wamehusika kumaliza nini Chemelil, wakahusika Mumias, Soni Suga, Moroni. Then mko hapa mnafuata comment. Mimi nataka kuambia Wakenya, nilikuwa Dar es Salaam, nimeconfirm ile gari ya moshi imejengwa na Mama Suluhu. Huwezi compare imejengwa na conman na Uhuru Kenyatta. Huwezi. Uhuru Kenyatta is a conman guy. He's a conman, my friend. 320 billion locomotive ya diesel. 146.7 billion Kenya shillings Tanzania. Dar es Salaam ukienda compare ya sitima kama Ethiopia. Then uko hapo unapiga makofi. Pesa ya SGR ndiye ananunua Sifuna, pesa ya SGR ananunua Babu, pesa ya SGR ananunua Rengo, pesa ya SGR ananunua Anatembea. My friend, tunakuheshimu baada tu tolerate nonsense. Siasa ya gunism hakuna. Kenya ni nchi yetu. Na hii pia imefika wakati ikamatwe, viongozi wakamatwe, walale jela. Tuache pusi. Jambo langu ya mwisho. Ndugu zangu, muda asikudanganye tumeshinda Tanzania. Hakuna. Muda asikudanganye. Muda asikudanganye ndugu yangu. Wale wa jamaa walijipanga na Mungu amebariki wale jamaa. Ukiona Ruto amekalia wajinga wengine ambao wanapiga nduru, waje wapige nduru. Kwa sababu the same Kenya Ruto anafanya saa hii panue Western, pia ende maeneo na Northeastern, the same system ilianza wapi? Tanzania. Arusha sio capital city, but ukienda unashindwa ndio capital city. Ukienda Mwanza the same. Ukienda Dodoma the same. Dar es Salaam the same. Zanzibar the same. Then uko hapa ukienda Kiambu imejengwa kila kitu. Then unaimba one time. Ndugu yangu wale jamaa wameenda. The only thing ambayo tumeshinda nao ni currency. Pesa yetu kuna bei kidogo tu. But maendeleo, miundo msingi, Mama Samia. But wale watu wameenda ndugu zangu. Aswa masuala ya support. Zaidi ya viwanja ya AFCON, viwanja kama 6 zinaundwa na mheshimiwa Madam Samia Suluhu, mama ya Afrika. Na ndivyo ilivyo, William Ruto pia anajenga nini? Viwanja, na unaona wanapiga nduru. So, Kenya Ruto anafanya ndio inafanywa wapi? Tanzania. Tena wanakuja kupiga nduru. Let us support William Ruto. Ndio build sehemu zingine tena. Let us support William. William is the best president Kenya hii. William is the best president. Kuna sikudanganye. Excellency, we are ready to support you ili upeleke maendeleo mahali popote kwa niaba ya Wakenya wote, si kwa niaba ya kabila wachache. Ndugu yangu, lazima tushikane wote. William Ruto na kupongeza, jenga viwanja jinsi unajenga. Jinsi unajenga. During Uhuru Kenyatta, Amina Mohamed hapa Kasarani 60 billion imeenda sai. Si William Ruto anabomoa tena. Kwa sababu iliporwa. Amina Mohamed aliwekwa pale kukula pesa yetu ya sport. Sasa Ruto anatengeneza. Hiyo 60 billion imeenda na Uhuru Kenyatta na Amina kina mwana Mohamed. Mko hapo mnasema nini? Let us support William Ruto. Ndio Ruto abadilisha Kenya. Vision 2060 tuko hapo William Ruto. Lazima uachieve agenda ya Kenya, si agenda ya Mlima Kenya. Wakipenda watengeneze nchi yao. Wao ndio wako na nini? Mlima Kenya ndio mbinguni. Kwani hiyo Mlima Kenya ndio mbinguni tutaenda kuomba. Kama ni mbinguni mkate tuende kwa jana. Kama nyinyi ndio tuabudu, my friend. Let us Ruto atengeneze Kenya the same, kuwe equal. Si watu wengine wanakaa kwa wengine. So ndugu zangu, wacha nishukuru waziri wa mchezo wa Tanzania, Mheshimiwa Makonde kwa kazi nzuri. Na Mheshimiwa naibu waziri, mbunge, mwana FM, mwana muziki. Wale wa jamaa wameshikilia industry ya sport. Haswa Mheshimiwa naibu waziri, Mheshimiwa mwana FM. Kazi nzuri kwa sababu mnafanya kwa mambo ya viwanja ya AFCON. Pia Mheshimiwa ambaye ni waziri wa mchezo, Bwana Makonde, mnafanya kazi njema Tanzania. Mmeinua East Africa juu. I believe ya kwamba 2027 AFCON iko sasa. Nikiona Talanta, nione Kasarani, na nione Nyayo, na nione ile jengwa Mombasa, ile ambayo amepewa na jeshi. I believe AFCON iko. AFCON iko. So, waziri wa mchezo wa Tanzania, kongole. Kazi nzuri. Mama, sasa tunakuomba tukuje Ikulu rasmi. Tukuje tukutembelee kama bunge la wananchi. Hiyo tunakuomba kama kiongozi, mama ya Afrika, mama mchapakazi. Ndugu zangu, tuheshimu wanawake, lakini hao si wa Kenya ambao tuwakora. Tuheshimu wa mama ambao wanafanya kazi kwa sababu uongozi. Tunaweza linganisha kazi ya Wavinya Ndeti, kazi ya mama Susan Kihika. Wanachapa kazi nzuri sana. So let us support women ambao wanafanya kazi kwa niaba yetu ili Kenya iende mbele.
Asanteni sana, Mungu abariki.